Tunaweza kulisikia neno lakini tusilitii. Mangapi yanazungumzwa lakini huoni utekelezaji wake. Huoni utekelezaji wake. Ni kweli tunakusikia, tunasikia, lakini mchakato wa kutekeleza ama kulitii neno la Mungu imekuwa ni changamoto kwa Wakristo kabisa. Kwa tunaposema kutii kwa neno la Mungu, maana yake ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Wa ibadani mtu unachelewa, fanya 1 2 3, mtu huwezi kufanya. Maana yake huwezi kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, huwezi kumpendeza Mungu. Ndio ile sasa, asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili, lakini anayesikia maneno hayafanyi anafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua zikanyesha zikapiga, ile nyumba ikadondoka. Biblia inasema anguko la huyo mtu litakuwa ni kubwa sana, kwa sababu unaposikia neno la Mungu ndani kuna uzima, kuna baraka, kuna maelekezo, kuna maonyo ndani. Ndio maana akasema kabisa, unajua Mungu hawezi, alivyomuumbia mtu moyo wake hakuwa na ile hiari ya kumlazimisha. Akawa anamwambia kwamba nimekuwekea mbele uzima na mauti, laana na baraka, lakini mimi nakushauri chagua uzima ili uendelee kuwa hai. Hakulazimishi, anakushauri. Pokea mafundisho yangu mwanangu, nipe moyo wako ili njia zangu zipendezwe na macho yangu. Sasa anatushauri, lakini sisi tunao wajibu wa kuendelea kutii mbele za Bwana.